kufahamu kama mtu anahitaji huyu ng'ombe anaweza kumpata kwa shilingi ngapi? Huyu ni ng'ombe wa mbegu, sio wa kuchinja nyama wa nini. Ng'ombe kama huyu kwa Dodoma sasa hivi kipindi cha 88 ameuzwa milioni 30, lakini kwa Arusha kipindi kama hiki ameuzwa milioni 42. Kwetu sisi Mwanza huyu tunaweza kumuuza hata milioni 15. Mtu anaweza kupata hii mbegu kwa ajili ya kufanya uzalishaji. Mbegu unaweza, kwa hiyo ana kilo 900, ana umri wa miaka 2.5, alizaliwa tarehe 10 mwezi Januari mwaka 2024. Ng'ombe mzuri. Rubaba TV. Kwanza mzee wangu, heshima yako, shikamoo. Marahaba, na jambo. Jambo. Kwanza hongera kwa kitu ambacho unakifanya, ni kitu ambacho ni cha tofauti sana. Hongera kwa hiyo. Asante sana. Ungependa kujitambulisha wewe ni nani na mtu anakupataje? Mimi ninaitwa Philemon Rutakara jina langu. Ninakaa pale Kilimahewa Big Bite, katika mtaa wa Kilimahewa A. Kata yangu ni Nyamanoro, wilaya yangu ni Ilemela. Sawa, hapa unafuga kitu gani? Sababu umetuletea kitu ambacho ni interesting sana, tukaona tujue, hasa tuelezee kuhusiana na mfugo wako. Ya, mimi nashukuru sana kwamba ninajitahidi kufuga kisasa. Tuna ng'ombe kwa mfano huyu mnayemuona ana umri mdogo, lakini ana kilo za kutosha na anatoa maziwa mengi. Jini zake tunazita vinasaba, zina uwezo wa kutoa maziwa mengi. Anaweza kutoa maziwa lita 25 mpaka 30 kwa siku. Najua kuna ng'ombe wanaotoa zaidi ya hapo, lakini huyu uwezo wake kabla hujamlisha zaidi ya hapo ndivyo anaweza kutoa. Sawa. Ila ukimpa virutubisho zaidi na nini anaweza kutoa zaidi ya hizo 30. Sawa, umesema ana umri mdogo. Tungependa kufahamu ana umri wa umri gani? Ana umri wa miaka 2.5 na sasa hivi ana kilo 900, karibu 900. Kwa sababu vile vinasaba vyake vinamwezesha kukua haraka, mifupa yake ni imara sana na anaweza kutoa maziwa mengi. Kwa hiyo ana kilo 900, ana umri wa miaka 2.5, alizaliwa tarehe 10 mwezi Januari mwaka 2024. Ng'ombe mzuri wa maziwa. Sisi tumempata kutoka Kenya, lakini original yake ni Uholanzi, ni Holstein Friesian. Sawa sawa. Sasa kwa mtu ambaye anahitaji, pengine labda anajiuliza kwa hapa Mwanza au kwa hapa Tanzania anaweza akawapata kwa urahisi? Unaweza ukapata hizi mbegu tunazipata Kenya, ila mimi nilikuwa nao watoto wake ambao amewazaa kwa majike nilionayo, watoto 5, 3 wameuzwa, bado wako 2 na wenyewe ni wazuri kama yeye. Kwa hiyo ukitaka unakuja tu, kama nina mbegu nakupa. Nina ng'ombe kama 8 hivi wana mimba zake huyu dume. Hili ni dume la mbegu, dume zuri sana. Sawa, tutakutembelea nyumbani ili tuweze kuongea kwa kina zaidi kuhusiana na ufugaji wako, changamoto na kila kitu, lakini kwa leo tu tulitaka tufahamu hasa kuhusiana na hiki. Kwa upekee tungependa kufahamu kama mtu anahitaji huyu ng'ombe anaweza kumpata kwa shilingi ngapi? Huyu ni ng'ombe wa mbegu, sio wa kuchinja nyama wa nini. Ng'ombe kama huyu kwa Dodoma sasa hivi kipindi cha 88 ameuzwa milioni 30, lakini kwa Arusha kipindi kama hiki ameuzwa milioni 42. Kwetu sisi Mwanza huyu tunaweza kumuuza hata milioni 15. Mtu anaweza kupata hii mbegu kwa ajili ya kufanya uzalishaji. Mbegu unaweza kuzipata ukichukua watoto wake, au kama unaweza ukaleta majike yako yakapandishwa kwangu, ili mradi wawe hawana ugonjwa wa aina yoyote. Lakini vile vile tuko nafanya mawasiliano mazuri na Nike, wale watu wanaweza uzalishaji wa Arusha, ndio wanaonyonya mbegu. Wakinyonya mbegu tunaweza kutunza na tunaweza
sambaza mbegu kwa watu wengi sana wanaohitaji. Watu wengi sana wamenitembelea, wengi wanatamani kupata mbegu za huyu dume, na mimi niko tayari kuwapa kama uwezo utakuwepo. Sawa, nashukuru sana mzee wangu, na pengine tutakuja kukutembelea ili tuje tufanye kitu kwa watazamaji waweze kufahamu. Lakini pia tunakupa habari njema kwa sababu wewe ni mfugaji, unatumia nyasi. Ndio. Imaratech wanakuletea mashine za kuchakata nyasi mbalimbali. Kwa hiyo kuliko kuita vijana wafanye nini, unaweza kutengeneza silage, unaweza kutengeneza malisho tofauti kwa ajili ya ng'ombe wako, na bei zao ni affordable sana. Kuanzia $2 milioni unapata mashine yako ambayo inatumia mafuta au mashine ambayo inatumia umeme. Kwa hiyo tunakukaribisha pia Imaratech iweze kuongeza tija katika ufugaji wako. Nitafika nione. Asante sana. Ikiwezekana nitachukua. Karibu sana mzee wangu. Nashukuru sana baba.